Pendo na kusalimia katika jina la Yesu Kristo katika siku ya leo. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema. Najua kwamba Mungu amekulinda. Ukiona unanisikiliza, najua kwamba uko salama. Haijalishi yale ambao labda yaende sawa. Kitu ya kwamba Yesu Kristo anakupenda ni kwa sababu hata kama leo iko hivyo, kesho itakuwa sawa. Ni kwa maana Mungu ako na uwezo wa kubadilisha. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema. Na siku leo Mungu amenipatia neno ambalo nimelita kwamba Mungu ana nafasi nyingine. Ni kwa sababu labda Mungu alikuita na ukapoteza nafasi ya kwanza na ya pili na ya tatu kama Samueli, lakini mara ya 4 utasikia sauti ya Mungu na utaielewa, na hiyo nafasi hautapoteza. Kwa hivyo njoo kwa Kristo Yesu na atakupea nguvu ya kuendelea. Usikate tamaa, usione kama imekwisha. Bado yapo matumaini kwa maisha yako. Maisha yako itakuwa mazuri. Maandamo ngali ai, kuna matumaini kwa maisha yako. Usikate tamaa, kuwa na furaha, kuwa na amani, mtumainie Mungu. Mungu hatakuacha, Mungu hatakuacha, Mungu hatakuacha katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo Samueli alipoteza mara ya kwanza na ya pili akapoteza na ya tatu, lakini mara ya 4 alipata kupokea ule ujumbe ya Mungu na kauelewa na akapata kuwa mtu ambaye ni nabii katika maisha yake. Alitumikia Waisraeli kama muamuzi kwa miaka mingi. Ni kwa sababu ilianzia katika udhaifu lakini kamalizia katika nguvu za Mungu. Kwa hivyo labda uko chini lakini utamalizia kwa ushindi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo Samueli, Biblia inasema kwamba basi wakati huo Bwana akamuita Samueli naye akasema mimi hapa. Akasema mimi hapa. Akamwendea Eli yule kuhani akidhani kwamba ndiye amemuita, lakini kuhani akamwambia mara 3 ya kwamba sio mimi. Lakini mara ya 4 kuhani akamwambia kwamba ukiitwa tena sema mimi mtumishi wako Bwana niko hapa sema. Na alipoitikia hivyo Bwana akampatia ushauri ambao alikuwa ataka ukapate kusikika kwa Israeli na kwa Eli. Kwa hivyo siku ya leo wewe maisha yako labda umeitwa mara ya kwanza na pili ya tatu, God Almighty atakupea nafasi ya 4. Nafasi ya 4 utaipoteza tena. Labda umejaribu kushikilia wokovu na inakataa kushika. Unaanza kuokoka lakini unakuta uko nje ya wokovu. Lakini siku ya leo Mungu anakupatia nafasi nyingine. Kubali Kristo Yesu akuokoe. Kubali Kristo Yesu akuongoze. Kubali Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai akuwe Bwana mwokozi maisha yako, kwa sababu Yesu Kristo ndiye njia na ukweli na uzima. Biblia inasema mtu ashi kwa Baba isipokuwa kwa njia ya kwake. Kristo Yesu anasema kwamba yote aliye na kiu aje kwangu ayanywe maji ya uzima bure, aniaminie mimi, kama vile maandiko matakatifu yalivyosema kwa kitabu Isaya 55, yeyote anayeniamini atapokea ndani yake kutoka maji chemchemi ya uzima wa maji. Kwa hivyo maisha yako usipoteze nafasi hiyo nyingine ambayo Mungu anakupatia, nafasi ya kubarikiwa, nafasi ya kuinuliwa, nafasi ya kuponywa, nafasi ya kutembea katika nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Mtu anaitwa Samueli, yeye alikuwa mtoto mdogo. Labda hata wewe ni mtoto mdogo. Mungu ana hali ya kupendelea. Mungu adharau mtu yoyote. Mungu angalia sura ya wanadamu. Mungu anaangalia roho. Aliambia mtu anaitwa Samueli ya kwamba waje kuangalia wale watu sura zao. Mimi naangalianga roho. Roho Mungu anaangalia roho yako, kama uko tayari kusikiliza sauti ya Mungu na kuifuata na kumkubali Kristo Yesu akuwe Bwana na mwokozi maisha yako. Mungu atakukubali, maana Yesu Kristo ndiye alikuja kutoka mbinguni kuja kwa ajili yako. Usije ukapotea, usije ukaangamia, maana na mipango mizuri na maisha yako. Ndio sababu siku ya leo anakupatia nafasi nyingine, nafasi ya kupokea yale uliyopoteza kwa maisha yako. Aliambia wana wa Israeli, mkisikiliza sauti yangu, mkinitii, yale yote yaliyoliwa na nzige na mandumando na tunutu na parare nitawarejeshea yale yote uliyopoteza. Ukikubali kupokea nafasi nyingine ambayo Mungu anakupatia, ile miaka uliyoipoteza Mungu atakurejeshea. Atakurejeshea yale magari yako, atakurejeshea ile huduma yako, atakurejeshea ule mwito mtakatifu. Mungu atakurejeshea yale mashamba yako, ile heshima uliyoipoteza Mungu atakurejeshea. Maana ni Mungu wa nafasi ya pili. Kwa kitabu ya Yona
sura ya 3, neno la Mungu linasema sauti ya Bwana ikamjia Yona mara ya pili kusema, enda we Jona, enda Ninawi, mji ule mkubwa iliyokutuma ukautangazie maovu yake, utubu ukapata kuokolewa. Siku ya leo pokea nafasi ingine, tena nafasi ambazo umezipoteza. Mungu atakudejeshea. Mtu anaitwa Samueli alipoteza nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, nafasi ya 3, nafasi ya 4. Alipokea maagizo ya ushindi na akasikiliza sauti ya Mungu na akakubali ule mwito, akakuwa nabii. Alikuwa mtoto mdogo kweli, lakini Mungu alimuongeleza. Mungu anaweza kukuongeleza ukiwa bila ulivyo. Mungu anaweza kukuongeleza, maana Mungu hana upendeleo. Samueli alikuwa amelala kwa nyumba ya Bwana, karibu na ile sanduku la agano. Mungu akamuongeleza kwa habari ya nyumba ya Eli, maana watoto wake walikuwa washerati. Kuhani Eli alikuwa mtu ambaye ni mzuri, lakini watoto wake walikuwa watukutu, walishafua nyumba ya Mungu, wakakosesa watu wa Mungu, na Mungu akakusudia kuwaangamiza, maana walikuwa wamemkasirisha. Na Mungu akaambia Samueli, dhambi ya Eli na nyumba yake haisafisiki hata kwa dhabihu yoyote. Na Mungu akasema wale watoto wake atawaua siku moja wote pamoja. Na Eli na nyumba yake walikuwa wamekosea. So Mungu angeweza kumuongeleza Eli, aliongeleza yule mtoto mdogo. Mungu ako na uwezo kukuongeleza, ako na uwezo kukuita ukalete mambo makubwa sana, ukawe mtu ambaye haungefikiria, uende mahali ambako ungefikiria utaenda, ufanye yale ambayo hakuna mtu anafikiria wewe ungeliyafanya. Maana katika udhaifu wako, katika hali yako ya utoto, katika hali yako ya unduni, Mungu ako na uwezo ya kukubadilisha, ya kukuwezesha, maana yana uwezo. Huyu anaitwa Samueli, alikuwa mtoto mdogo, lakini Mungu alimuita, Mungu alimshauri, na akampaka mafuta, na akamtia nguvu, akakuwa mwamuzi wa Israeli kwa miaka mingi sana. Receive another chance. Pokea nafasi nyingine ya kusikia sauti ya Mungu, ya kuelekezwa na Mungu. Maana Mungu ana makusudi mazuri na maisha yako. Hata kuinua, hata kubariki, hata kutia nguvu, hata kuhekimisha, hata kuwezesha. Iko maana Mungu ana uwezo. Pokea nafasi nyingine. Samueli alipoteza nafasi ya kwanza ya kuitwa, ya pili na ya 3. Ya 4 alipokea. Labda wewe umeitwa mara mingi na umekuwa usikii. Mungu anakupea nafasi nyingine. Sikia sauti ya Mungu akikwambia uokoke, akikwambia uache dhambi, akikwambia umtumikie, utembee na yeye. Hata kuaibisha, hata kuaibisha, wala hata kuasha, wala hata kupungukia kabisa. Hata pigana maadui zako, hata kutakasa, hata kuondolea kila milima na milima mbele zako. Kwa hivyo mpendo, Mungu akubariki sana. Yesu anakupenda na akona mipango mizuri maisha yako.